wazi, kumbe aliyeturoga ni baba mkubwa na ameshamuaga baba yetu. Na sasa baada ya kuomba juzi, kuna vitu vimeporomoka kwake. Alishindwa kulala kwenye nyumba yake, alishindwa kulala kwenye hiyo nyumba, na wao wamefanikiwa, wanapiga hatua. Asielewi kama kuna mtu ananielewa. Sisemi kufurahisha mdomo wangu, lakini kuna siku mtasikia akileta shuhuda wenyewe. Amen. Amen. Kwa hiyo ardhi ina majukumu yote pale ulikoweka nyumba. Waliokopa juzi wamejua nimefundisha habari ya ardhi. Na Jumatano pia nitarudi kwenye ardhi kwa undani zaidi, kwa sababu ndio siku nataka ning'oe kila kitu. Kuna watu mmechimbikiwa magonjwa. Nikasema kabla sijaingia kwenye somo la leo, kama ambavyo unaweza ukaenda sokoni ukachukua mti, ukachimba shimo ukaweka, ndivyo ambavyo mwili wako inaweza ikachimbwa ikawekwa chochote. Inaweza ikawekwa kansa, inaweza ikawekwa pressure, inaweza ikawekwa vidonda vya tumbo, inaweza ikawekwa na chochote. Asilimia kubwa ya watu wanaokufa si nyingi. Unajua tumezoea kusema jina la Bwana libarikiwe, Bwana amependa, Bwana ametoa, Bwana nini. Lakini nataka nikwambie, sio kila anayekufa ni Mungu amepanga. Biblia inaweka wazi kabisa, miaka yetu ni miaka 70, miaka 80, miaka 100 tutaishi duniani. Tena miaka ya amani. Unasema mtumishi bana, mtu akifa ni Mungu amepanga. Ukisoma kitabu cha Petro na mitume, kitabu cha Matendo ya Mitume, utamkuta Petro amefungwa gerezani. Nataka tu nikufafanue kwamba sio kila kitu ni Mungu. Amesema sio kila kitu ni Mungu. Petro alipofungwa gerezani, maandiko yanasema Herode alikuwa anajipanga asubuhi amtoe amkate shingo. Lakini maandiko yanasema nalo kanisa likamwomba Bwana. Yaani maana yake huyu ni mchungaji amekamatwa na Herode kwa sababu ya Injili. Hao watu niliwapenda kwa sababu sio watu wa kusema kwamba mchungaji ni kwamba amefanya dhambi ndio maana amekamatwa, ni dhambi zake, mbona alikuwa anaruka kwamba anaweza akaomba, mbona sasa yamempata. No, napenda kanisa hilo kwa sababu hawajamjadili Petro. Au nijua pasta wao, kuhani wao yuko kwenye moto, sio saa ya kumsengenya, sio saa ya kumsema, ni saa ya kupambana, kusema na mbingu, kusema hata kufa. Asielewe kama unanielewa. Asielewe kama unanielewa. Angalia, wanasema sio saa ya kumsema Petro, ni saa ya kupambana mbele za Mungu na kulalama mbele za Mungu, kumwambia Mungu hatutaki Petro afe, tunakaza kifo chake. Na maandiko yanasema kanisa likamwomba Bwana. Maana yake wakati wa kanisa lilikuwa linachapa vibaya sana, wakatafuta nyumba ya mpendwa, wakagurumisha maombi. Angalia, ukisoma hicho kitabu, maandiko yanasema Mungu akatuma malaika. Wakati wako kwenye maombi, malaika ilibidi atumwe aende gerezani. Haijalishi gereza limefungwa kiasi gani, malaika akishuka gereza ni mzuri malaika. Asioni kama malaika na watu wanasema receive today. Haijalishi, maandiko yanasema Petro alifungwa chumba cha ndani, lakini kanisa lilipomwomba Bwana, gereza aliwezi kumzuia malaika, maana malaika ni roho. Maandiko yanasema malaika akashuka gerezani. Aliposhuka gerezani, nenda kasome habari, mahali ambapo malaika alimpiga Petro, alimpiga kwenye umbavu. Hajampiga kichwani, alimpiga kwenye mbavu. Maana yake ni ishara, anamwambia sikuja kwa ajili ya maombi yako. Maana yake Petro sio kila mtumishi ana uwezo wa kuomba katikati ya majaribu. Paulo alipofungwa aliweza kupiga pambio, na sio kila mtu akipita kwa majaribu ana uwezo wa kuomba. Kuna mtu ana uwezo wa kuomba saa hana majaribu, akipita kwenye majaribu anadondoka. Sio kila mtu ana stamina kwenye majaribu, na ndio maana ni muhimu sana saa una majaribu, weka stamina yako kwenye maombi, weka maombi ya akiba, pambana sawa sawa, maana huko kinachotokea. Asielewi kama kuna mtu anaelewa mahali hapa. Sijui kama naongea na watu walioko mahali hapa. Maandiko yanasema Petro aliguswa na malaika kwenye mbavu zake, akimwambia Petro, sikuja kwa ajili ya maombi yako. Maana Petro alipofungwa alichapa usingizi, wala hakulalamika wala hakulia. Kasome hiyo habari, alichapa usingizi. Alipochapa usingizi, kuna wapendwa wakasema no, hatuko tayari. Na wewe unaweza ukasema no, baba yangu afi. Na unaweza ukasema no, mume wangu afi. Na unaweza ukasema no, mke wangu afi. Na unaweza ukasema no, biashara hivi. Na unaweza ukasema no, afya itaondoka. Unaweza ukasema no, ukasikia. Sema ya. Sema ya. Sasa nataka nikufundishe kabla sijaingia kwenye kusoma leo. Maandiko yanasema malaika akampiga mbavu, alafu akamwamsha. Alipomwamsha, anasema cheni zilizokuwa kwenye mikono yake ikakatika.
Alafu sio hivyo tu, maandiko yanasema kamba zilizokuwa kwenye miguu yake ambayo ni cheni zikakatwa na malaika. Alafu akamwambia twende. Malaika anamtoa, maandiko yanasema Petro ni kama anaota. Ni kama anafanyaje? Anaota. Nataka nikwambie leo kuna watu mpaka Jumatano malaika atashuka kwenye magereza yao. Watatoa. Leo kama naongea na watu ambao wanaelewa. Yaani malaika atashuka kwenye gereza ambalo umewekwa muda mrefu, atakutoa, utasema ninaota ndoto, ni kweli au si kweli? Ni kweli mtaji umemiminika? Ni kweli neema imemiminika? Ni kweli baraka imemiminika? Inaonekana kama ndoto sio ndoto, lakini utaamini utakapoambiwa na malaika, sasa uko shwari, tembea, miliki vitu, unaweza. Hebu sema naweza. Sasa maandiko yanasema Petro alipotoka, kanisa linaendelea kuomba kwamba Mungu hatuko tayari. Na huku adui Herode amejipanga, ambaye ni binadamu kama sisi, amejipanga kumkata Herode ni Petro kichwa. Lakini maandiko yanasema Petro akatoka mahali alikoelekea, hakujua wapendwa wanamwombea, lakini ilibidi Roho Mtakatifu amuongoze kwenye hiyo nyumba ambayo waombaji walikuwepo, ili amdhibitishe kwamba Petro, kilichokutoa sio watu wengine, ni watu wameomba kwa ajili yako. Na kuambia kuna watu mlikuja hapa, ziko familia zitapona, kuna watu watapona, ziko biashara zitapona, ziko ndoa zitapona, watu watabeba mimba mapacha kwa sababu ya wanapoona. Na kuambia kuna watu walitegemea watakufa, hawatakufa maana uko hapa, hawatakufa maana uko hapa. Sijui kama unanielewa. Nilitaka kusema pointi gani kwa hapa? Nilitaka kusema hivi, Petro alipotoka kafika kwenye ile chumba, maandiko yanasema kwamba yule dada wa kwanza anaitwa Herode na anaitwa Hilda, kitu kama hicho, nimesahau jina lake kama sijasahau. Anasema akagonga Petro, akafuliza kugonga mlango, maana akaendelea kugonga mlango. Dada mmoja akasema, mbona nasikia sauti ya Petro? Maana walinguruma sawa sawa. Ngoja nikwambie, maombi yana nguvu. Mtu anayedharau maombi mtadharau. Maombi yana nguvu ya kukata mawimbi. Maombi inachana mawimbi. Maombi inachana mawimbi. Kuna watu wanapinga maombi na kusema mnatangatanga, mnakimbia. Kuna vikanisa vimeshatokea, hauna mwelekeo. Ni wao ndio hawana mwelekeo. Wao wanapasa mwelekeo. Unanielewa? Hakuna mtu anayetangatanga, ni shida inawasumbua watu. Watu wana matatizo. Mwiba ulio kwenye mguu wako wewe ndio unausikia. Jirani yako usikii. Wewe kataa kwenda, na anayeumia ni wewe, mwenzako haumii. Kwa hiyo atakushabikia, na siku naye akichomwa atakuwa wa kwanza kuwa namba moja. Kuja kutafuta msaada. Sasa kabla wamekuzuia wewe, kabla hawajashtuka wao kuchoma miiba, wewe tangulia kutoa mwiba wako. Alafu siku wakati naambia, wakati unanichoma nilikuwa na mwiba, mimi nimeshatolewa mwiba, pambana wewe utolewe na kwako. In Jesus name. Unajua kuna makurupu ambaye yamekosaga dira, yamekosaga mwelekeo. Unakufa anakuambia unatangatanga wewe. Kwani Mungu hayuko hapa? Wewe ukaomba wewe, mbona Petro aliombewa? Pointi yangu ni hii, nisipotee. Petro akatoka. Asubuhi walinzi wote wakakamatwa gerezani, Herode na kutafuta mtu akate shingo. Sasa naomba niulize, je, ilikuwa kweli akatwe shingo? Mbona hatuoni Mungu akiingilia akisema msimuue mtumishi wangu? Kwa nini asubiri watu wa kuomba? Maana kama kanisa lisingeomba, Petro kwenda angeuawa. Na tungefaa majoho, tungefaa mabuti, tungefaa na makofia, tungesimama na misalaba. Mimi ni mchungaji. Bosi nicheke nikisema hivi. Sema nabii. Bwana ametoa, jina la Bwana libariki. Mungu anasema sijatoa mtumishi wangu bado. Sijamtoa mama bado, nasubiriwa na watoto na vijukuu akawalee. Sijamtoa mama bado, vijana wako anamsubiri, kuna vitu anataka kufanya. Ninakataa kifo cha muda mfupi kwako. Wangapi wanasema sitakufa nitaishi, sitakufa nitaishi. Angalia mwenzako mwambie, unaona hii sura? Naona hii sura. Inafuta miaka 50 huko mbele. Wewe kama unataka kufa. Sitaki kufa. Sisi hatuendagi mbinguni. Wewe kama umechoka na maisha, wewe nenda zako bwana. Tuachie raha zetu.
Kichwa cha somo kinasema hivi leo, kinasema hivi: mbinu wanazotumia wachawi kuwashinda wanadamu. Sema amina. Mbinu wanazotumia wachawi kuwashinda wanadamu. Wachawi hutumia watu walio karibu nawe kukuua, kukumaliza. Wachawi, niseme hivi, wachawi kuna aina tatu za wachawi. Kuna mchawi anajitambua ni mchawi, yaani amekabidhiwa urithi na mama yake, anajua kabisa mimi ni mchawi. Wapo kabisa, tena wapo kwenye makanisa. Na naomba niseme hivi, ile kwamba kanisa linaitwa kanisa, duniani kuna makanisa mengi, si ndivyo? Kuna makanisa mengi, lakini ile kwamba kanisa liko mahali linamkiri Yesu na nguvu za huyo Yesu haziko ndani ya kanisa, haiwazui wachawi wasiende kanisani, haizui mapepo wasiingie kanisani, haizui wanafiki wasiingie kanisani. Maana kama kanisa liko mahali, inatakiwa kama linamkiri Kristo, nguvu za huyo Kristo zionekane. Biblia inasema mtakeni Mungu na nguvu zake. Sasa kanisa linaweza likawa mahali ndio wanamtaja Yesu, lakini nguvu za huyo anayetajwa hazipo. Sielewi kama kuna mtu ananielewa mahali. Sielewi kama kuna mtu ananielewa mahali hapa. Nataka niseme hivi, wewe ukiwa mahali fulani, nataka nguvu za Yesu ziwe ndani yako. Ukikanyaga mahali wachawi waseme tu wakimbia wenyewe. Sijui kama kuna mtu ananielewa. Sasa nisikilize hii point vizuri, itakusaidia. Kuna wachawi wa aina tatu. Mchawi namba moja ni mchawi anayejitambua. Yeye anajitambua kabisa. Anatambua kabisa mimi naloga. Mchawi namba mbili ni mchawi asiyejitambua lakini mchawi. Hebu sema ni mchawi. Mchawi huyu ni mtu anayeunganishwa kwenye idara ya uchawi kwenye ndoto. Anaota anapaa, anakuja nyumbani kwako, au anaota anazika vitu, au anaota anafanya vitu vya ajabu, lakini hajui kwamba ni mchawi. Mchawi namba tatu ni mchawi ambaye anaenda kununua uchawi, haridhishwi, ananunua kabisa mapepo. Kuna watu wanapepo, wanafuga majini ndani ya nyumba zao. Wanafuga kabisa ili waendeshe vitu vyao. Wanafuga kabisa. Wanakuwa kama roho ya chuma ulete. Kwa hiyo wanakutesa, wanakutumia usiolewe, wanakutumia usijenge, wanakutumia roho ya mafarakano. Hao wote wanaitwa wachawi. Hebu sema wachawi. Hebu sema wachawi. Hebu sema wachawi. Na wanasafiri na ungo, wanatembea na ungo. Wakati umelala wewe, wanakuja na ungo kwako. Wanakuwekea nyoka tumboni, wanakuwekea sumu tumboni, wanakuwekea TB tumboni, wanakuwekea roho ya chumuleta tumboni, wanakuwekea kufilisika tumboni, wanakuwekea kila kitu. Alafu unaamka asubuhi unafikiri nilikuwa na watu tu nilikuwa nafanya hivi. Kumbe tayari mambo yake yamesharibiwa. Na wanakunenea, wanafanya vitu vingi. Sasa nataka nifanye hivi leo. Kabla hatujaungwa wachawi, kabla hatujawatesa na wao, tutoe matatizo walioingiza kwenye familia yako. Tutoe nyoka walioingiza kwenye ardhi yako. Tutoe magonjwa walioingiza kwenye afya yako. Tuwapelekee kwanza wao, wakae navyo kwanza, iwatese. Waone jinsi ilivyo chungu magonjwa yakae tumboni. Waone jinsi ilivyo chungu mtu akikaa hana nyumba. Waone jinsi ilivyo chungu mtu akikaa hana afya. Kabla hatujawazika, waingizwe kwanza matatizo waliokuingiza naye. Sioni kama kuna mtu anasema amen. Sema amen. Sasa sikiliza. Wachawi hutumia watu wa karibu na wewe sana. Ndio maana wakati mwingine unaota kama nimetotoa na fulani kwenye ndoto unayemfahamu. Wakati mwingine usipigane na huyo mtu haraka. Yamkini mchawi anatumia sura ya mtu unayemfahamu. Wakati mwingine usipigane naye haraka. Maana vita vya roho. Sasa adui wa mtu Yesu alisema ni wa nyumbani mwako. Hebu soma kitabu cha Mathayo 10:36. Takufunulia leo vitu ambavyo ukitoka hapo unakuwa kama kiwembe cha kukata pande zote. Sema amina kama unabarikiwa. Hebu fungua, nani amepata anisoma haraka? Umepata unisoma haraka? Soma kwa sauti basi ulioshiba kama kijana. Na adui wa mtu ni wale. Sema kwa sauti basi, sema adui wa mtu
ni wale wa nyumbani. Sema, rudia, tasema adui wa mtu. Geukia mwenzako, mguse bega, mwambie adui wa mtu. Guse kabisa, mwangalie kwenye macho yake, amkini ulikuja mwangalia tangu saa nyingi. Mwambie adui wa mtu ni wale wa nyumbani mwake. Yesu amesema. Amekusikia vizuri? Amekusikia vizuri? Amekusikia vizuri? Amesema adui wa mtu ni wale wa nyumbani mwake. Wale wa nyumbani mwake. Ukisoma kitabu cha hicho anasema 30 anasema msidhani kuwa nimekuja kuleta amani duniani. La hasha. Huyu nani anazungumza hapa? Huyu nani anazungumza mahali hapa? Anasema msidhani kuwa nimekuja kuleta nini? Amani duniani. Alafu anasema la hasha, sikuja kuleta amani, bali upanga. Hebu sema upanga. Huo upanga utakuwa leo kwako katika jina la Yesu. Huo upanga utakuwa leo katika jina la Yesu. Unajua kinywa chako ni upanga. Hebu sema kinywa changu ni upanga. Inaweza ikawafeka maadui. Sasa ngoja nikufafanulie. Anasema nimekuja kuleta upanga. Kwa maana nalikuja kumfitini mtu na babaye na binti na mamaye na mkwe mtu na adui za mtu ni wale wa nyumbani mwake. Ampendaye baba kuliko mimi na mama kuliko mimi anistahili, wala apendaye bwana au binti kuliko mimi anistahili. Wala asiyechukua msalaba wake akanifuata anistahili. Mwenye kuiona nafsi yake ataipoteza, naye mwenye kuipoteza nafsi yake kwa ajili yangu ataiona. Sasa nisikilize. Yesu anasema sikuja kuleta amani. Unajua nini? Anasema katika nyumba moja kutakuwa na watu wangapi? Na anasema adui wa mtu ni wale wa nyumbani. Unajua ni kwa nini? Anaweza kukuta mama yako ni mchawi. Siogopi kusema. Maana yamkini mchawi. Unaweza kukuta dada yako ni mchawi na hujui. Unaweza kukuta dada yako ni mchawi na hujui. Unaweza kukuta mdogo wako ni mchawi na hujui. Na anaweza akakuonea wivu ndugu yako bila kujua, akakuangia kwa waganga na hujui. Sasa maandiko yanasema sikuja kuleta amani duniani. Mwenzangu, unaweza ukafanya urafiki na kaka yako ukamwangukia, wao ukamzamia, huna ubaya wote, lakini upande wa pili yeye anakuazia vitu vibaya. Anaweza akuchinje, anaweza akuteketeze. Wacha nikwambie, kabla hajakumaliza nataka niite nguvu ya Mungu iwafarakanishe, iwapomoe. Watu watasema anakuja kuleta mafundisho ya mafarakano. Sileti mafundisho ya mafarakano. Yesu aliposema katika nyumba moja kutakuwa na watu 5, maana kama mama mkwe wako ni mchawi na huko kwenye madhabahu, na tunaombea ardhi leo, kinachotokea moto utamwakia, moto utamwakia. Na unategemea kwamba moto ukishawaka kwako unafikiri kuna upendo? Unafikiri atakupenda? Na kwa maana 10% ya watu waliokuja mahali hapa baada ya maombi, unashangaa anaenda kusema unatanga naenda kwenye maombi tena sijalala. Nini kimetokea? Kuna ardhi umeombea, kuna vitu umeombea, kuna mambo vitu vinaungua. Leo natamka viungue mara 100 kwa jina la Yesu. Sema amina. Usitegemee ukianza kuwa moto utapendwa na upande wa pili. Na mchawi hana rafiki. Hata kama ni mama yangu nikijua ni mchawi sina rafiki tena. Hata kama ni mama yangu nikijua ni mchawi potelea mbali. Anakufeka. Kuna watu tunaishi nao kama marafiki, lakini ndio wanaotumaliza. Wameiba nyota zetu, wameshikilia nyota zetu, lakini wanapoongea ni malaika hujawahi kuona. Leo nataka nitangaze, kama kuna mtoto wake amekamatwa na rafiki mchawi, natangaza madhabahu ivunjike, waachane. Rafiki kitu gani? Mwambie Mungu akupe marafiki wewe. Mwambie Mungu akutenganishe na watu wabaya. Akuletee watu wema. Hata wakikuacha ambao wamejipendekeza kwako, wakuache. Mungu alete sahihi. Mungu alete sahihi. Kuna faida gani kukaa na mtu ambaye anakuchekea tu kwenye mdomo na yamkini utajua, lakini kwenye maombi ya leo nitakachofanya kujulikana wewe watakileta. Sema amina kama unabarikiwa. Amina. Sema amina kama unabarikiwa. Amina. Ukiangalia maisha ya Yusufu kwenye kitabu cha Mwanzo 37 mstari wa 23 hadi 24, waliopanga njama ya kumuua Yusufu ni ndugu zake. Na walichochukia kwa Yusufu ni nyota ya Yusufu kung'aa. Yusufu akaota nyota zinamwinamia. Akaenda akamwambia baba yake,
tulipokuwa niliota nyota 12 zimeniinamia. Akaota tena, akamwambia baba, nimeota tulipokuwa shambani, mkanda wangu ulisimama na ndugu zangu wote walininamia. Babaka akaitambua. Maandiko yanasema babaka akatambua maana hiyo ndoto. Akasema hivi, ina maana kwamba mwanangu, wote tutakuja kukuinamia. Maandiko yanasema babaka alijua maana yake, akaficha hilo neno. Kuna watu wanaelewa maana ya ndoto. Yusufu aliota, babaka akatambua kitu. Maandiko yanasema kasomea habari, akaficha hilo neno kwa siri. Lakini ndugu zake wameshajua. Aliposema ina maana kwamba ndugu zake watakuja kukuinamia, ikawa ni wivu kwa ndugu zake. Ina maana kwamba kijana mdogo kama hii atakuja kutumiliki, atakuja kututawala. Kumbuka ni watumbo moja, kumbuka ni wa baba moja. Wacha nikwambie, sumu iliyopo sasa hivi duniani ni sumu ya ndugu, ni sumu ya mtu wa karibu. Ndio wanaowachinja watu. Unakaa nao unafikiri ni ndugu, kumbe ni mashetani. Usiku wanaenda kwa waganga, wanakunenea vitu vibaya, wamezika vitu vibaya. Hata niseme upanga upita leo, wataganisha na leo. Adui wa mtu ni wale wa karibu na wewe, si wa mbali anayekumaliza. Mipango haiendi yuka anayesababisha. Haiwezekani vitu viharibike, kuna chanzo chake. Na kumbuka, Mungu ni roho na shetani ni roho. Kama utamuona Mungu, utamuona Mungu kama ninavyozungumza hapa. Anayeongea na wewe ni Mungu. Na kama utamuona shetani, shetani atamtumia mtu kama wewe akwamishe mambo yako. Nimekuja kama mwanaume, nimekuja kama mtumishi wa Bwana, nimekuja kama Yesu. Nitangaze aliyekwamisha miradi yako, achie mapema, achie. Sijui kama unanielewa. Sijui kama unanielewa. Maana kuna watu uko nao karibu. Na nitafundisha Jumatano nguvu ya maneno. Nguvu ya nini? Lakini ngoja nikusie kidogo. Unakuta watu uliokukaa karibu, ukifanya kama endeleo wananena. Ana nini? Tunaomba miezi 6. Tunaomba mwaka. Tunaomba siku 15. Hawatadumu kwenye hiyo ndoa. Mwanamke yeye malaya ndoa mwanamke gani? Yukoje? Nataka nikwambie mwanangu unayenisikiliza, usipuuza hayo maneno. Yale maneno, mtu anapotamka neno baya, nyuma yanaonaka anaachilia na nguvu ya mauti. Nyuma yake anaachilia na spirit ya uchawi. Kwa hiyo haiwi kama neno. Hilo neno linakuja kufanya kazi baadaye. Kwa hiyo usipuuze maneno wanavyonena wanadamu. Wanavyonena utakufa, na wewe simama sema sitakufa, nitaishi. Sitakufa, nitaishi. Wanavyonena kwamba familia itateketea, na wewe nyanyuka sema na una kinywa jibu, dawa ya moto ni moto Bwana. Wananena kwa vinywa vyao, na sisi tuyajibu kwa vinywa vyetu. Kwa jina la Yesu. Na kumaliza si mbali. Unapopo ukienda mbele yao, wanakuchekea. Rafiki yetu, naona umekuja. Tulie basoda hapa. Na vitambi, viuno vinakufa, anakuvunjikia. Ukiupa mdomo unasema huyu. Mpe mwaka. Mpe miezi. Kahaba kama unatamua. Nani huyu? Wewe aliyekongoleka na mlenge nyiboma. Lakini ukitokeza wanafunga vinywa. Wakiwapa migongo wanakunenea mauti. Nimekuja leo nitangaze. Kwenye ardhi yako nafuta mauti. Nafuta mauti. Basi leo kama naongea na watu wanasema haiwezi. Kuna watu wamekwamishwa na nguvu. Umemlaani Mungu? Umemtukana Mungu? Wana wa Mungu, maandiko yanasema kwenye kitabu cha Isaya, anasema watu wangu wameibiwa, wametekwa, wako kwenye mashimo, wako kwenye magereza, wamenaswa, wamekuwa mawindo, wala hakuna asemayerudisha. Wakati anasema hivyo, haongei na watu wa mataifa, anasema watu wangu. Maana yake anaongea na wana wa Mungu, haongei na watu wa mashetani, anaongea na kanisa kwamba wametekwa. Mungu akikutazama hakuoni kama mtu mboko hai. Akitazama ndani yako kulikuwa na vipawa vimewekwa. Akitazama ndani yako kuna biashara ilikuwa imewekwa. Akitazama ndani yako kuna uzao wa baraka ulikuwa umewekwa. Akitazama ndani yako naona kuna utumishi ulikuwa umewekwa. Akitazama ndani yako naona vitu vikubwa. Lakini anasema ninaona wametekwa na hakuna asemayerudisha. Leo nimekuja niseme shetani rudisha. Pende asipende rudisha. Pende asipende atarudisha. Kama sema leo atarudisha. Wangapi wako tayari wakutane na vita na wataogopa?
mtu akikuchukia. Utaogopa leo ukienda nyumbani mama mtu akikupa mgongo. Utaogopa leo ukifika sijui rafiki yako akusalimia. Uko tayari vita iwake vitani sana. Nilifanya maombi haya siku fulani, nafikiri mwaka jana. Wanaokumbuka. Baba moja alikuwa anatumia nyota ya kaka yake, ya mdogo wake. Na hizi zipo. Usione magari watu wanaendesha. Nikupe simu. Kwenye injini ya gari, kuna gari zinatembea zimefungwa noti ya 500. Gari. Zingine zimefungwa irizi. Kumbe ni akili yako. Na ndio maana kuna watu, kuna saa ukikaa, kichwa kinauma, unapiga mahesabu ya mabilioni. Mpaka kichwa kinauma. Unakuja kushinduka. Unaweza kukaa tu mahali, kichwa kinapiga mahesabu, umeshusha. Hauko na mtu mpaka unaongea hata mwenyewe. Unakuja kushika kama iko mwenyewe, lakini kichwa kinauma. Na watu vichwa vinauma mara kwa mara. Maana yake ukiona hivyo kichwa chako kuna saa inahama, inapiga mabilioni, na alikuwa hata ni maskini uonekani hata hauna chochote. Maana yake kuna mtu anatumia nyota yako. Na saa anapiga mahesabu yako, ndio kichwa chako kinapiga mahesabu kule. Leo nitatuma moto waachie pia. Inatosha. Sema amina kama unabarikiwa. Adui wa mtu ni wale wa nyumbani wake. Sasa Yusufu walipanga kumwangamiza. Wakasema tumuue. Ndugu yetu lakini tumuue. Na unajua kinachotukiwa kwako sio kingine mwenzangu. Ukiona tu unapigwa vita, kuna kitu unacho. Kuna kitu unacho. Mti usio na matunda haupigwi mawe. Lakini mti wenye matunda, na kile sasa unajidharau, huna hata chochote, hata chakula huna, hata mwelekeo huna, hata kazi huna, lakini unachukiwa tu bure. Lakini vita inawaka tu kwako. Acha nikwambie, wewe unajiona. Yusufu wakati anapigwa na ndugu zake, baada hajawa waziri mkuu, baada hajaanza kumiliki biashara, baada hajaanza kumiliki chochote, lakini ndugu zake wakimuona, wanaona kitu cha pekee ambacho Yusufu alikuwa haoni. Kuna watu wakikutazama, nyota yako inawatingisha, inawafadhaisha, inawapiga, wanakuogopa tu wenyewe. Unajiuliza nimekosea nini? Mbona hapa sina afya? Mbona hapa sina nyumba? Mbona hapa sina thamiliki? Wenzako wakikutazama, hawakutazami kama unavyotazama. Wakikuangalia, wanaona jamaa tusipomdhibiti siku za mbeleni ataokoa familia. Huyu jamaa tusipomdhibiti siku za mbeleni atawabeba wadogo zake. Huyu jamaa tusipomdhibiti siku za mbeleni hataingiza miguu kwenye hiyo boma. Leo nataka nikutamkie, Mungu akupe uwezo. Mungu akupe nguvu. Umiliki. Unategemewa. Hebu sema nategemewa. Nataka nikwambie unategemewa. Familia inakutegemea. Wadogo zako wanakutegemea. Hata kama kwa sasa huna kazi. Mimi sioni kwamba huna kazi. Hujazaliwa kwa bahati mbaya. Hata kama kwa sasa kazi ni shida, chakula ni shida, aliyekuumba alishapanga ratiba yote. Aliyekuumba ameshapanga ratiba yote. Sijui kama kuna mtu anasema I receive today. Kuna mtu yuko ndani ya shiria wala mafarakano. Nilikwambia tulipoomba akaja hapa akaleta udongo tukaomba. Nikamwambia ndugu, sitaki ni kwa maana sipendagi kumwambia mtu anayekufanyia ni nani. Lakini kuambia ukamuone mwenyewe kwa macho. Amen. Kwa hiyo akatoka jioni, akaenda nyumbani, akaenda kamwaga ile udongo. Kama alifikiri utani, kamwaga. Asubuhi kakaanza kumwambia wewe, siku hizi naona umeshajifunza kwenda kwa wachawi kuniloga. Nikamwambia kaka, nimeenda uchawi gani? Kaka, naona siku hizi jana sijalala usiku. Nimenyongwa mpaka asubuhi. Sasa anajiuliza maana nimekuja maombi kama ulivyokuja kawaida. Yeye akasikia udongo unaletwa na akatoa, hajui kitakachoenda kutokea. Kama nimekuambia usirudi. Sasa alishtuka kweli na aliogopa. Kwa baadaye ikafika Ijumaa mwaka jana akaja. Akasimama hapa anasema, "Baba, jana nimeenda kakaangu mkubwa, yani mke wangu ametoroka ameenda kwao na watoto 3. Mimi hata sina kazi, siku hizi namtegemea kaka. Kaka yeye ana maduka 3. Kwa hiyo wakati mimi naenda kufunga maboksi ni bebe anipe 500, 2000 niishi." Lakini jana nilipopeleka udongo, akaniambia hivi, "Wewe naona umeanza kujifunza kwenda kuniloga. Na sijaenda mchungaji kwa waganga. Nimekuja tu hapa kwako. Yaani Mungu uliofanya ukasema na watembeza leo na watu wabaya, na watembeza marafiki. Sijajua kakangu nampenda sana, sitaki niachane naye. Aliponiambia mimi ni mchawi nimeshangaa sana." Nikamwangalia nikacheka. Nikamwambia kwa nini unataka kuachana na kaka? Akasema nampenda. Nikamwambia sasa ikitokea ndiye adui. Akasema kwani naweza ikawa ndiye adui kweli?
Nikamwambia huenda hata mimi sina uhakika, lakini ikitokea ni yeye ndiye anayezuia mambo yako yasiende mpaka Samka ameondoka amenena. Akasema sijui. Nikamwambia sasa sikiliza, nataka niombe leo. Kama yeye ndiye anayekutesa maisha yako, maana sitakwambia mimi. Nataka leo asilale, alale nje, ateseke, ashindwe kulala, augue, aparalyze na aropoke na aseme mtoto. Sasa tukaomba, tulipoomba akaondoka, akaenda akaenda kumwaga ile udongo tena, mwaga udongo na mwaga moto. Alipokuwa na mwaka akatokea na kaka akamwambia shetani, tunaona unaenda kuleta hili zako. Unafikiri siko na kono niko kwepo? Shetani mkubwa. Leo nakuchinja. Akakimbia. Kukimbia usiku baba watu wajalala. Akalia mpaka akasema anayeloga ni mdogo wangu. Ameenda kwenye kanisa fulani la Freemason. Yaani mimi ndio Freemason. Ameenda kwenye kanisa la Freemason. Na unajua ukishakuwa mtu wa Mungu, hao nao wachawi wetu wanasema si ni wachawi. Acha tuite wachawi. Acha tuite wachawi. Na nikwambia mwanangu, kama hujaitwa mchawi bado vita vyako hujapigana. Nataka leo msemaji akuite wewe ni mchawi. Nataka rafiki yako akuite mchawi. Kana vitu vitakavyotokea ni vitu vya ajabu vya kushangaza. Mwambie bado sijapigana vita. Sasa nisikilize. Huyo baba akaparalyze mpaka leo. Sipendi kumtaja mtu jina. Akaparalyze mpaka leo. Na akamwita mdogo wake akamwambia mdogo wangu nisamehe. Najua ndio umeenda kuniombea. Lakini nilikuwa natumia nyota yako. Mke wako kuondoka kwao ni nini? Alipoondoka nilipata milioni 80. Mke wako maana amezaa watoto watatu nilisema sasa, lakini amezaa watoto 5 waliokufa. Kwa sababu mtoto wa kwanza aliyokufa mimi ndio nimemchukua. Nitengeneze mali. Kwa nisamehe. Akaja hapa siku hiyo ilikuwa ibada.